yangu ni mwalimu Simba Selemani Mpola akizungumza nasi kwa uhamasishaji wa utendaji kuelekea mchezo. Karibu mwalimu, zungumza na habari. Kwanza cha kwanza tunamshukuru Mungu, tuko salama kabisa na tumefanya maandalizi yetu mazuri kabisa. Tunajua kabisa hatuna mchezo rahisi, yaani timu ambayo kikweli imekuwa tuko wakati muhimu sana. Hata katika mechi yetu ya kwanza tulicheza nao kidogo, tuko wakati muhimu sana na ukiangalia wana karibu nzuri sana na Yanga, kwa hiyo imani kabisa ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa sana. Lakini kwetu sisi, kwa sababu ni mechi zetu za viporo, tunazichukulia kama fainali, mechi rahisi kwetu. Tumejiandaa pamoja na ubora wao na umuhimu na ukubwa wa Mashujaa kwenye mechi, kwa hiyo tutapata matokeo katika mchezo wa kesho inshallah, kwa uwezo wa Allah na imani tutapata pointi tatu katika mechi. Ni kweli kama wanavyosema tunataka kucheza mechi ya shirikisho na kwa uwezo wa Allah tunataka kufika fainali. Nafikiri kwetu sisi furaha ilikuwa ya dakika 90 na baada ya mechi ile tuliweza kusahau na kuweka pembeni, na sasa focus yetu sisi ilikuwa ni mechi ya Mashujaa. Kwa hiyo mimi nafikiri sisi tunaipa umuhimu mkubwa sana mechi hii na lazima tupate matokeo. Ni kweli kwa maswali yako mazuri. Kwanza mimi nishukuru kwamba tuna wachezaji ambao nimeelewa na watu ambao nyakati hizo zote ambazo wanazouliza watu washazipita, kwamba nilikuwa kwenye mechi ambayo ilikuwa kwenye test mechi inayofuata. Kwa hiyo yote hivyo kama walimu na wachezaji tumeliangalia na tumelifanyia kazi, kitu ambacho hatutaki kitokee katika mechi ya kesho. Focus yetu iko kwa 100% kwa kupata matokeo katika mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo mimi nafikiri hilo tunalifahamu na tumeshalifanyia kazi na halitatokeza katika mchezo wa kesho. Ni kweli ratiba ni ngumu sana, ratiba ni ngumu na ndani ya siku nafikiri 8-10 tuna mechi nyingi, ina maana kila baada ya siku 2 tuna mechi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa ukubwa wa kikosi chetu ni jinsi gani sasa kama mechi la ufundi kuweza kuwapa wengine mapumziko, wengine wacheze, kwa sababu ile imani huwezi kutumia wachezaji wale katika mechi zote hizi, kwa sababu ni binadamu sio mashine. Kwa hiyo nafikiri tutajipanga na kwa sababu tuna wachezaji wengi, tutafanya rotation na imani kabisa na tutaweza kudhibiti na kuweza kufanikiwa katika game zetu, kwa sababu hata sisi ni target zetu kuweza kushinda game zote hizo mechi zilizobaki. Ni kweli kwa leo tunamshukuru Mungu, timu nzima iko kambini, hatuna mchezaji hata mmoja majeraha, wachezaji wote wako vizuri isipokuwa ni Mzamiru Yasini na yeye kishaanza mazoezi taratibu. Kwa hiyo tuna imani kabisa naye baada ya wiki moja wiki mbili ataungana na timu. Zaidi ya Mzamiru hatuna mchezaji wote ambaye majeruhi, wote wako vizuri na wote wako tayari kwa ajili ya